tunajitahidi kuhamasisha hivyo wananchi wawe wasafi. Wakiwa wasafi, Zanzibar yetu itakuwa safi kama rais wetu alipokuwa safi. Ikiwa kampeni ya kuendeleza usafi wilaya Kati inapamba moto kwa wafanya biashara wenye magari na watembea kwa miguu kuweza kuweka safi kila pahali. Mkurugenzi manispaa wilaya Kati Daktari Mwanaisha Al-Saidi anasema lengo la manispaa wilaya Kati ni kuifanya wilaya Kati kuwa safi na kuwa ya kijani. Akiwa katika kampeni ya safisha na pendezesha wilaya Kati katika eneo la Tunguu Kibele, mkurugenzi Mwanaisha akamtaka meneja wa kiwanda cha maji kuweza kuhamasisha kuweka mazingira safi katika eneo lake. Tupo katika kampeni yetu ya safisha pendezesha wilaya Kati. Lengo letu ni lile lile la kuhakikisha wilaya Kati sasa hivi inakuwa safi. Tumekusudia kutokomeza uchafu katika wilaya yetu ya Kati. Tumesafisha mabarabara, tumesafisha maduka, tumesafisha na kituo cha afya kiliko kwa Tunguu roundabout. Lengo ni kuhakikisha jamii nzima inashirikiana na sisi katika kusafisha mji wetu. Tumewahamasisha wenye maduka, tumehamasisha wamantilie na wafanyabiashara wote walikuwa katika eneo letu la biashara. Pia tulikutana na wafanyabiashara wa madafu, tumekutana na wafanyabiashara wanaouza mgahawa na hata wa vioski. Wote tumesafisha nao na wametupa ushirikiano kwa hali ya juu. Tunazidi kuhamasisha wananchi wote wanaoishi wilaya Kati na wale watumiaji pia wanaokuja, wanaopita, wanakuja kutembea, wanaopita na magari yao kwa ajili ya kwenda sehemu mbalimbali kwa kupitia wilaya yetu ya Kati, barabara ya Tunguu, barabara ya Kibele na kila sehemu. Wahakikishe wanapokuwa katika mji wetu, na si mji wetu tu lakini Zanzibar nzima wahakikishe wanatunza usafi. Kwani sasa hivi tumekusudia Zanzibar iwe safi, Zanzibar kijani na kila aina ya usafi tunaohitaji sana kwenye Zanzibar yetu. Pia tumekuja katika tumefanya kampeni za kuua majaa yote ambayo sio ya rasmi yalokuweko yanazidi kukua katika makazi mbalimbali. Kwa leo tumeua jaa lililokuwa karibu na chuo kikuu cha Zanzibar University kwa kifupi ZU. Tumeua na tunahamasisha wakazi wote wa pale kama lile sio jaa, na tunawaambia kama hawatakiwi kutupa taka katika eneo lile. Tunawaomba sana wananchi watupe ushirikiano, watunze taka zao, kwani sisi tunapita kuzichukua badala ya kutupa ovyo ovyo. Tunasema safisha, pendezesha wilaya Kati. Kwa baadhi ya vitu huwa vinakimbizana na upepo na vinasimama njiani. Kwa ni swala la kwamba kwa tunatoka tunasafisha. Sababu utaratibu wetu sisi ulivyo tuna usafi mdogo wa kila siku tunapofunga kazi, lakini tunakusudia ndani maeneo ya kazi. Na tuna usafi mkubwa kila Jumamosi. Sababu Jumamosi tunaondoka nusu siku, kwa hiyo tunakuwa tukistop saa 6, tuna zoezi hilo la kufanya ule usafi mkubwa hadi saa 7 tunaondoka. Kwa hiyo siku sahihi. Kwa maana leo saa 6 tutatoka tutaenda kuweka sawa pale. Basi naomba tena muende mbali kidogo mpaka pale chini ya majani barabarani. Isipokuwa kuna ile jana nilizungumzia sijaelewa ni kwa ile la upande ule. Yale kule upande la kule sio nyinyi. Sababu ile pengine wewe ulielewi kwa sababu miaka kama 2 nyuma hapo ulianzishwa program ya kukusanya taka. Na ofisi yenu ilitafuta vijana wale wanakusanya taka. Wakalianzisha lile jana. Kukusanya taka. Kwamba watu wakaeke pale alafu gari itachukua pale. Hapakuwa na za majumbani. Za majumbani. Siku hiyo nikaja nikaambiwa mimi ndio nimelianzisha lile. Ukaambiwa na nani na sisi? Alikuwa kwa stream kurugenzi gani yule wa kiume sio nakumbuka. Sisi ndio sisi sasa kama ofisi. Nikawakumbusha tena kwamba hawa ni wale mliowatafuta na mabero ndio walianzisha lile. Hivi ilikuwa ni ofisi na sheha, sio program za masheha walikuwa wamehamasishwa. Ikafa ile. Ikafa lakini kitoa kijani sasa. Ikawa gari inatoka direct na kuja kuchukua kutoka pale. Kweli. Yaani haipiti tena kama pale. Ile gari at least kwa mwezi mimi naambia mimi sina taka kwa sababu humu sisi tunazalisha chupa. Safi inatiwa maji. Ilikuwa haifai wanakuja kuchukua wale wanaponda machupa. Kwa taka za humu ni ya mwembe, vifuniko vya plastiki navyo pia ndo plastiki hiyo wanakuja kuchukua wale. Kwa mataka ya humu mengi yao ni labda boksi, majani ya miembe ya miti. Maboksi yaliokuwa yamekufa kufa ya fine na yatupata. Maboksi pia wako wanakuja kuchukua wale wafunga vitu au yanakuwa tena yameoza sana ndo tunayatoa. Mchome moto sasa kutoa msia. Lakini sasa hiyo program nayo imekufa muda mrefu. Toka unapiga unabwaga gari mbovu, gari hivi kwa mwezi badala ya kuja mara 2 mtu anakuja mara 1 mwisho hadi kabisa
Kwa wanafika huu mwaka mzima. Lakini wao walikuwa wanakuja humu kama humu. Sio pale nje tena, pale nje ndio kafu. Hii program ya mara pili walikuwa wanakuja. Lakini ndio unakuta mwezi mzima mara hiyo moja. Mpaka hapa ninapoweka taka hapa panajaa hapa rundo. Naamua kuzitoa kwenda nazo nyuma huko sababu hili bado eneo ni laendelea. Kwenda nazo nyuma huko, kitu ambacho tulikubaliana tusifanye. Taka zisichomwe moto. Kila mlango na kila mwenye duka mwenye mlango asifungue mlango wake mpaka asafishe, na chini ya mtaro wake asafishe. Ampe mtu pesa shilingi 2,000 3,000 of course. Anasafisha uchafu, anaweza kuchukua, anaondoa. Lakini nyewe mkipita pita hivi, basi anafagia hapo tu. Hapa si pachafu. Ni pasafi. Na wetu anajitahidi, mashallah, Mwenyezi Mungu amuongezee umri mrefu. Anajitahidi sana baba wa watu. Lakini tatizo sisi wenyewe wanadamu, wanawake wa waume. Zanzibar ni chafu. Mimi nasema popote Zanzibar bado ni chafu. Haijafika hata 0 kwenye usafi. Na nyinyi watu wa manispaa, jitahidini sana kila mwenye duka. Unaona kwangu? Angalia hapo chini. Unapaona? Angalia ndani. Unaona? Pako vizuri sasa, na mimi mwenyewe naona ni msafi. Na napika chakula kwa usafi. Sio, umeelewa? Kwa hiyo kinachotakiwa, ukienda kwenye mlango huu hapa, mama kwa wapi, kwenye mtaro wako safisha. Funga mlango wa duka. Ndio. Mkifanya hivyo, Zanzibar itakuwa namba 1 kama mkoa wa Kilimanjaro. Manispaa wilaya ya Kati tumepita madukani na mfanya biashara mitaani kuhamasishana dhidi ya usafi. Usafi ni wajibu wetu sote. Hauna mkubwa, hauna mdogo, hauna mfanyabiashara. Sote tunawajibika kufanya usafi. Leo hii tunawahamasisha tena katika maeneo yetu ya biashara kufanya usafi. Kabla ya kufungua duka asubuhi, kitu cha kwanza tunafanya usafi katika maeneo yetu ya biashara, kuzoa taka, plastiki, kuzikusanya sehemu maalumu na kuziweka kwa kuzihifadhi kwa ajili ya kuja kuchukuliwa na watendaji wa manispaa ili kwenda kupelekwa sehemu husika. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa tutakuomba utoke nje, utupe mashirikiano kwa ajili ya kufanya usafi. Kuepukana kuja kupigwa faini ya papo kwa papo, maana utakuwa hukutimiza taratibu na masharti yale ya kwenye leseni na ufanyaji wa biashara. Kwa hiyo tunaomba mashirikiano yako, na pia tunaona ubavuni pale panajaa. Na ubayenyeje yale yenyewe miliona sio rafiki, hakuna jaa rafiki, lakini kuna majaa rafiki ni yale ambayo yametengenezewa taratibu maalumu. Na lile jaa sifikirii kwamba humjui anotupa. Wewe mwenyewe pale unatupa, wananchi wanakuja wanatupa. Kwa tunachoomba kuanzia sasa, kama wewe upo uachane na kutupa taka. Mwananchi ambaye umemuona anatupa taka, basi tunaomba fika baraza la manispaa, lete taarifa, au fika kwa sheha wako, lete taarifa, na hata kujua mtu utahifadhiwa na utastiriwa. Usafi ni wetu sote kwa pamoja. Tunaomba mashirikiano yako. Huna fagio, fagio hii tushirikiane, unayo, tufanye usafi. Na hawa wenzako wengine waliofunga hii milango, naomba uwafikishie ujumbe. Mtazamaji wa Keshidi TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Mwarabu Mmadi, Keshidi TV, elimu ni hazina yetu.